Haleluya, 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 haleluya. Karibu tena kipindi chetu pendwa cha mwanamke na uzao wake. Nikukaribishe popote pale ulipo mwanamke, na popote unaposikia na kutazama. Ni mimi Anne Alistair, mke wa kuhani Alistair. Gombo Maranatha, Bwana Yesu Kristo anarudi. Ni wakati mwingine tena ningealika na kuomba msaada wa Roho Mtakatifu, yeye pekee atuongoze. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa neema yako kwa ajili yangu na kwa habari ya msikilizaji na mtazamaji katika kipindi hiki ambacho Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, umetupatia nafasi hii. Ninaomba msaada wetu utoke patakatifu pako. Zaburi 121, tunahitaji huo msaada na uweza na nguvu. Tuongoze, tutie kwenye hiyo kweli katika hekima yako, fahamu wako, maarifa na nguvu. Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ili mwanamke na uzao wake, Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, tuweze kupokea na kusogea hatua fulani katika jina la Yesu. Amen. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya nafasi ambayo tena ametupatia. Ni wakati mwingine tena mzuri sana ambao Mungu ametupa nafasi ya kwenda kujifunza kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kuna nafasi ambayo mwanamke, popote ulipo, tambua katika ulimwengu wa roho Mungu ametupatia, na nafasi ni ya ulinzi. Tutasoma katika neno lake Yeremia 31:22. Hata lini utatangatanga, binti mwenye kuasi? Kwa maana Bwana ameumba jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mwanamume. Ameumba jambo jipya, mwanamke atamlinda mwanamume. Okay, kumbe mwanamume popote alipo amewekewa ulinzi, na ulinzi huu ni mkubwa, na ulinzi huu aliyepewa kulinda ni mwanamke. Nataka utambue nafasi ulionayo na jinsi ilivyo ya thamani, na kwamba kwa nini ukachaguliwa mwanamke kuwa ndiye mlinzi wa mwanamume. Una nini? Una uwezo gani? Kimwili tunaona kwamba mwanamke ni dhaifu, lakini wacha nikwambie, wewe si kiumbe dhaifu, mimi sio kiumbe dhaifu. Ni kiumbe ambacho ni hodari, na tena Mungu anazungumza ni jeshi kubwa. Ni jeshi ambalo ni hatari sana katika ufalme wa giza. Ni jeshi ambalo ni hatari sana katika ufalme wa uovu. Ni jeshi ambalo shetani mwenyewe anajua na analiogopa. Na tunaona kwamba namna yoyote ile ambayo anajua kwamba ili ampate mwanamume, anajua kabisa kwamba sina namna nyingine yoyote, lazima kwanza nitafute mlinzi. Kama mlinzi, tambua kwamba mlinzi yoyote anayelinda, ina maana kwamba anachokilinda ni cha thamani. Anachokilinda kinatafutwa, kinawindwa, kinapiganiwa. Kwa hiyo lazima kilindwe, maana kisipolindwa kitaibiwa, kitaharibiwa, kitaondoka, hakitakuwepo, hakitaweza kuwa katika hali ile ambayo inafaa. Na ndio maana kinawekewa ulinzi. Na tunaona kwamba hapa anayelindwa ni mwanamume. Anayelindwa ina maana kwamba kabeba vya thamani. Anayelindwa ni wa thamani, ni anavyo vya thamani, na vyote alivyonavyo. Wewe unayelinda ni mwanamke, ni mimi na wewe ndio tunaotakiwa kulinda. Na kama tunalinda, ina maana kwamba Mungu ametuona tunafaa, amekuona unaweza pia, ameona una nguvu, ameniona nina nguvu, ameniona ni hodari, ameniona, na ndio maana akaniweka kuwa mlinzi wa mtu fulani. Wewe ni mlinzi wa huyo unayemlinda huyo. Mungu alijua kwamba naweza kumweka fulani tu ndiye anayeweza kuilinda hii. Vile vilivyopo mle vya thamani, mlinzi anayelinda lazima awe anafanana na uwezo alionao, nguvu alionao, uhodari alionao, lazima yaendane na vile anavyovilinda. Angalia, anayemlinda rais ni tofauti na anayemlinda mjumbe wa nyumba 10. Anayemlinda rais tofauti na anayemlinda waziri. Nafasi walizonazo na mafunzo wanaolinda wale wanaopewa kuwalinda yana utofauti kati ya nafasi, heshima, vyeo, vitu alivyonavyo na viwango vya ulinzi vinatofautiana. Kwa hiyo Mungu, katika nafasi ulionayo, elewa kwamba unavyovilinda viko katika viwango vya uthamani wa Mungu
katika nafasi hiyo hiyo uliyopewa. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo nataka tutambue kwamba kama mwanamke nimeolewa, sijaolewa tu kwa sababu ninaenda kuolewa kwa ajili ya kutengeneza familia, kwa ajili ya kutengeneza uzao, kwa ajili ya kuitwa mke fulani, lakini kuna vitu ambavyo mwanamume kawekewa na Mungu kuvitimiliza, kuvifanikisha, na Mungu akaona kwamba hivi alivyo navyo, na kwa sababu yuko anayeviwinda, yuko anayevitafuta, yuko anaye, Biblia inazungumza katika Yohana 10:10, mwivi haji ila aibe, auwe, aharibu. Au sehemu nyingine amesema aibe, achinje, aharibu. Yohana 10:10. Lakini kama anatafuta kuviiba, kama anatafuta kuviua, kama anatafuta kuviharibu, Mungu akaangalia duniani, ninaye mtu mmoja, ninaye mwanamke ambaye ni hodari, na katika huyu ninaweza kumweka hapa kama mlinzi atakayeweza kulinda uharibifu usiwepo, uwaji usiwepo, na wizi usiwepo. Haleluya. Na huyo ni wewe, katika nafasi hiyo uliopewa, katika mume huyo uliopewa, vile alivyonavyo ndani yake, anayeweza kuvilinda visiliwe, visiibiwe, visiuliwe, visiharibiwe ni wewe. Kwa vikiibiwa, vikiharibiwa, vikiuliwa, ni wewe hujalinda. Na tazama mlinzi anakuwa wapi? Tuangalie kwenye Isaya sura ile ya 62. Isaya sura ile ya 62, tunaweza tukakumbushana tena jinsi ambavyo Mungu anatuambia kama mwanamke, kama mlinzi. Isaya 62 mstari wa 6 na wa 7. Nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalem, hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe kimya. Mstari wa 7 nasema, wala msimwache akae kimya mpaka atakapoifanya imara Yerusalemu na kufanya kuwa sifa duniani. Haleluya. Kwamba huyu unayemlinda, Mungu anasema kwanza unatakiwa ukae wapi? Anayelinda, mlinzi, anatakiwa akae wapi? Hivi anakaa ndani anayelinda? Anakaa nje? Anayelindwa anakaa ndani, nje ya geti, lakini anayelindwa anakaa ndani ya geti. Tunaona hapa kuna ukuta kabisa kumwekea ulinzi. Lakini huu ukuta anasema kwamba huu ukuta, pamoja kwamba ukuta upo, lakini bado nimeweka walinzi. Na walinzi hao Mungu anamthibitishia huyu, anasema hawanyamazi mchana, hawanyamazi usiku. Na sio tu kunyamaza, kwamba kumkumbusha Mungu naye asikae kimya kwa habari ya huyu mtu, kwa habari ya huyu mwanamume, kwamba kuna 1, 2, 3 ulivyoviweka, na kama umeviweka ina maana kwamba hivyo vitu ni vya dunia nzima, kwamba mpaka vitakapokuwa sifa duniani, sio vya mtaani tu, sio vya kwenye nyumba yenu tu, sio vya kuishia chumbani tu. Alivyoviweka Mungu ndani ya huyu mtu ni vya dunia nzima. Kwa hiyo lazima vifae, vifanyike kuwa utukufu, sio wa kufaa hapa tu, ni sifa duniani. Lakini nani wa kuweza kusimamia na kuhakikisha kwamba vinakuwa hai? Ni nani anayeweza kusimamia na kuhakikisha kwamba vinaishi? Ni nani anayeweza kusimamia na kwamba vinakuwa sifa duniani? Ni mimi na wewe mwanamke. Anasema hawa walinzi hawanyamazi, hawa walinzi hawakai kimya katika namna moja au nyingine, sio wa kulala usingizi. Haleluya. Mlinzi, nadhani wale walinzi watakuwa wananielewa. Ni rahisi zaidi kwa walinzi wanaokuwa lindoni, wakikutwa wamelala, bosi anaweza kawafukuza. Wewe mlinzi umelala, unataka niharibiwe? Na kama ni mlinzi, ina maana kwamba pia adui anapokuja kutaka kuiba, kitu cha kwanza lazima angalie pale mahali pana ukuta, pana ngome, na ulinzi wake ukoje. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, mwanamke ni mtu ambaye unatafutwa sana, na unatafutwa kwa sababu ya mume ambaye unaye, na kwa sababu ya vitu alivyonavyo, kwa sababu ya vile alivyobebeshwa na Mungu, kwa sababu lile kusudi alilobebeshwa na Mungu. Na kwa hiyo unawindwa wewe utafutwe. Na neno la Mungu linazungumza kwamba hakuna mtu anaingia kwenye nyumba ya mtu mwenye nguvu, lazima kwanza amteke yule mwenye nguvu, amfunge, ndipo aingie ndani na kuviteka alivyonavyo. Kwa hiyo kumbe ni mtu ambaye unawindwa sana mwanamke, katika
nafasi yako ya kulinda, adui anakutafuta sana wewe kwa ajili ya kuingia ndani, aweze kuviteka vilivyo ndani, na maana kwamba amteke mumeo, ateke karama na vipawa, ateke vya thamani alivyo navyo, ateke uzao wake pamoja na wewe mwenyewe. Kwa hiyo unatafutwa wewe ili ukamate, ufungwe kwa pingu na minyororo, na kwa namna moja au nyingine ikiwezekana ufe. Nadhani pia wako wanawake wengi ambao pia wamekufa wakati waume zao wakachukua wake wengine na watoto wao wakaishi kwenye maisha fulani ambayo Mungu hahusiki katika hilo. Na wengine pia waume zao wameona kama ndo adui namba moja, wakawachukia, wakawafukuza. Kwa nini? Adui alichotafuta kwanza, mlinzi wa huyu ni nani? Akamkamata, akamteka, akamjazia nuksi na laana na uovu, na mume akaona kwamba yamkini hapa nilipotea, nitafute mlinzi mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nasema kwamba huyu mlinzi halali. Lakini unaweza kashangaa kwamba yuko mwanamke hajui alicho nacho mume wake. Kwa hiyo ina maana ni kipofu. Hivi kuna mlinzi kipofu? Wale wanaolinda, kuna mlinzi kipofu. Kuna mlinzi anakaa ndani. Kuna mlinzi atalala kuanzia jioni mpaka asubuhi, kama vile mtu anayekaa ndani, anayelindwa. Anayelindwa ndiye anayelala. Anayelindwa ndio yuko ndani. Anayelindwa ndiye anayekoroma kuanzia jioni mpaka asubuhi, kwa sababu anajua kwamba ana uhakika kuna ulinzi. Kwa hiyo kama mwanamke, kumbe sio wakati wa kujisahau. Tunakumbushana hivi kwa sababu tukienda mbinguni tutadaiwa. Wakati mwingine tunaweza tukawa tunalaumu pia. Tunaweza tukalalamika pia. Tunaweza tukaona kama tunaonewa pia. Ni kwa sababu tunadhani kwamba ni wanyonge, lakini Mungu anasema ni mwanamke ni jeshi kubwa. Najua habari za wanajeshi. Popote pale jeshi likiingia unajua kwamba hapata kaa vile palivyo. Amina. Kwa hiyo kama mwanamke unaitwa jeshi, ni jeshi kweli. Na kama ni jeshi, Mungu amekuamini akaona kwamba hivi vitu nilivyowekeza kwa huyu mtu, nikimweka huyu mwanajeshi hapa, najua kwamba kila kitu kiko salama. Alafu pasipo kujua nikalala, nikatekwa, na nikajikuta na laumu na kuishia pengine hata kuna uchungu. Nadhani kwamba tukifika mbinguni tutakuwa wa kwanza kuhukumiwa. Yamkini sasa hivi tunaweza kuzani kwamba tuna haki na waume zetu wametuonea, lakini kumbe hatukujua nafasi za ulinzi tulionao, nafasi ya kulinda kwetu, nafasi ya thamani ambayo tumewekewa ili kuvilinda vilivyo vya thamani zaidi. Uwezo ambao Mungu ameweka ndani yetu kuhakikisha kwamba vinalindwa vilivyo ndani, vinalindwa vilivyo vya thamani, ili kwamba viwe sifa duniani. Anasema hivi, Mungu anamhakikishia huyu kwamba hawatanyamaza usiku na mchana. Na baada narudi tena kwetu, anasema wala msimwache huyu Mungu akae kimya mpaka atakapofanya sifa duniani. Ni kwamba ni wasifa dunia ijue kile alichowekeza Mungu ndani ya huyu mtu, ndani ya huyu mwanamume, ndani ya huyo mume wako, ndani ya mume wangu. Haleluya. Kwa hiyo kama amewekeza hivyo vitu vya thamani, alafu havijajulikana, havijaonekana, havijaweza, vimeibiwa, vimeuliwa, vimeharibiwa, tutambue kwamba tutaenda kudaiwa. Tunatafuta ufalme wa mbinguni, lakini hivyo navyo tutambue, kwa sababu tulikula kiapo, tuliweka agano na Mungu. Aliangalia duniani akakuona wewe peke yako unaweza na unafaa kuvilinda. Tunasimama kama wanajeshi, kama walinzi. Tunaweza tukaangalia kwenye Daniel sura ile ya 4, ambao tunaona kwamba kuna walinzi ambao mbingu zilikasema nafanya hii. Nebukadreza, utambue ni kwa amri ya walinzi. Nataka tuangalie pia mamlaka tulionayo kama walinzi. Tunaposimama nafasi zetu kama walinzi, sio tu waombaji wa kawaida, sio tu kama wake, lakini nasimama kama mlinzi. Kuna nini kimeingia na naweza nikafanya nini, na mbingu zikatambua, zikahusika ninaposimama kwenye nafasi yangu kama mke, lakini nafasi ya ulinzi. Kumbuka kwamba mbingu zinapoangalia kama mlinzi ni zaidi ya ile nafasi ya mke. Katika kitabu cha Daniel sura ya 4 nitasoma baadhi ya mistari kuanzia mstari ule wa 15. Neno la Mungu linasema, walakini kiacheni kisiki cha shina lake katika ardhi, pamoja na pingu ya chuma na shaba, katika majani mororo ya kondeni, kikapate maji kwa umande wa mbinguni,
na sehemu yake iwe pamoja na wanyama katika majani ya nchi. Moyo wake ubadilike usiwe moyo wa binadamu, na apewe moyo wa mnyama. Nyakati 7 zikapite juu yake. Lakini 17 ndo main point. Anasemaje? Hukumu hii imekuja kwa agizo la walinzi. Haleluya. Hukumu imekuja. Huyu ni Nebukadreza ambaye alikuwa ni mfalme, na sasa anapewa hukumu ya kwenda kula majani, ya kwenda kula porini, ya kuishi kama mnyama. Lakini anayehukumu, mbingu zinamwambia sikia. Si kwamba Mungu ameamua yeye, si kwamba kuna malaika anayefanya hivi, aliyosema hivi, aliyoamuru hii. Anasema hii hukumu imekuja. Nirudie tena, Danieli 4:17. Hukumu hii anaambiwa Nebukadreza ambaye ni mfalme. Hukumu hii imekuja kwa agizo la walinzi, na amri hii kwa neno la watakatifu, ili kusudi walio hai wapate kujua kuwa aliyejua anatawala katika ufalme wa wanadamu. Shetani anamwogopa mme wako kama mfalme, na ni kweli ndiye aliyepewa kumiliki na kutawala. Kumbuka kwenye bustani ya Edeni ndiye aliyepewa hata namna ya kutoa majina ya wanyama, ya wadudu, ya ndege. Ndiye aliyepewa kumiliki ile bustani yote. Kama mfalme, shetani anamwogopa, maana anatamani hiyo nafasi. Kwa hiyo akiwa katika harakati zake hizo, Mungu akaona kwamba nimweke mlinzi. Sio tu kwamba msaidizi, nataka tuangalie kama mlinzi. Na mbingu zinapotuona tunasogea mbele zake kama walinzi, mbingu zinatambua nafasi ya mlinzi na amri aliona mlinzi. Wale walinzi wanaokuaga magetini nadhani wanajua. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi. Ikitokea kwamba unaenda kuna ofisi fulani, kuna nyumba fulani, kuna nini fulani, kampuni fulani, ukaingia bila mlinzi akakuona umeingia, lazima akurudishe. Na akiamuru wewe rudi, unarudi. Hujarudi atakufuata huko na atakutoa. Atakwambia anza na 1 2 3. Anaweza kukutoa moja kwa moja, usirudi hapa. Kuna dada mmoja siku moja alikuwa anaenda mahali fulani kuombewa. Alirudi akatushuhudia. Alimuona mtumishi mmoja kwenye TV, akatamani na yeye kwenda kupeleka shida zake huko. Alipofika getini akaingia, mlinzi akamrudisha, unaenda wapi? Ona watu wengine bwana wanaenda tu. Toka rudi. Hapa ni appointment. Uwezi kuingia. Ni amri ya walinzi. Nataka tuangalie na amri ya walinzi. Na yule dada hakugeuka tena. Alitoka hapo akalia, akatamani kujua. Maana matatizo aliyojua na aliyokuja nao alijua kwamba anaenda kuyamaliza. Lakini mlinzi tu alimtoa. Yamkini, na sio yamkini, ni kweli yule mchungaji alikuwa hajui kama kuna mtu anatolewa huko. Na ndivyo ilivyo. Yule anayelindwa hajui jinsi gani kuna nani ameingia, na wewe umeweza kuwatoa, na wewe umeweza kuwaua, na wewe umeweza kuwafukuza, na wewe umeweza kuwazuilia huko huko, umewawekea ukuta huko huko, umewakatili huko huko, umewapiga na upanga, umewashuti na pistol. Alio ndani hajui. Haleluya, haleluya. Kwa kama mwanajeshi una bunduki, una risasi ngapi kwa ajili ya kumlinda, ili kwamba visiibiwe, ili visiharibiwe. Na kwa sababu hiyo tunaona kwamba hapa hukumu, mbingu zinatambua kuna mlinzi, kuna walinzi wameamuru. Sasa huyu kwa sababu hajajua na anachofanya sicho kinaharibu habari za ufalme wa Mungu, ataenda kula majani tena miaka 7. Na mbingu zinatoa tu order kwamba mlinzi amesema ni miaka 7 polini kama mnyama. Tunao mamlaka mwanamke, tunao uwezo mwanamke kama mlinzi. Na hawa waume ambao wakati mwingine pia tunaona kwamba ni harassment kwetu, wana uwezo wa kutolewa hayo yalioingia huko kwa risasi, kwa upanga ambao ni neno la Mungu. Haleluya. Lakini tuna uwezo wa kusimama kama tutasimama kama kuta ambazo Mungu anazungumzia, nimeweka walinzi kwenye hizo kuta. Lakini kama tutaamua leo kugeuka na kutoka ndani tulikokaa, ili tulale usingizi kuanzia asubuhi mpaka jioni na mpaka kesho tena, tukala kuanzia Januari mpaka Disemba, tusijue kwamba tumeweka kama walinzi. Alafu adui akishaingia kule, akaiba, akaua, akaharibu, akauba lile pendo, akaiba lile kusudi la Mungu, yanayopandwa pale
yanakuja kutumaliza sisi. Wengi wameishia kuondoka kwenye nyumba zao, wengi wameishia kuondoka kwenye ndoa zao, wengi wameishia kuacha watoto wao, wengi wameishia kwenye uharibifu kwa sababu hatukutambua hizi nafasi. Na leo naomba tuzitambue. Lakini mamlaka tulionao kama walinzi zaidi ya nafasi nyingine yoyote. Kama mlinzi ninayo oda. Sio kwamba ninaomba. Kama mlinzi nina oda ya kuamuru vipi vingie na vipi visingie, vya kimbingu au vya kuzimu. Kwa hiyo ni mimi ndiye ninayeruhusu. Kama mlinzi nina oda ya kuruhusu vipi vikae humu ndani na vipi havitakiwi vitoke. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Wakati mwingine huu tena tukiwa tunakumbushana nafasi zetu hizi kama walinzi wa kuhakikisha kwamba hichi kitu ninachokilinda kimepewa uthamani wa ufalme wa Mungu. Wale wa Korinto wa kwanza 11 pale mstari wa 3 anasema, nataka mjue kichwa cha kila mwanamke ni mwanamume na kichwa cha mwanamume ni Kristo. Kristo akiwa amebeba ufalme wote kuhakikisha kwamba mapenzi ya Mungu yanatimia kupitia huyu. Natakiwa kulinda ipasavyo. Kulinda ipasavyo. Anasema nimeweka walinzi ambao hawatanyamaza usiku wala mchana. Wakati Kristo anapotaka viachilie vile vya kwake, ufalme wake, mapenzi yake, na wakati huo huo adui naye anatamani aachilie vya kwake. Kwa hiyo anayelinda na kuhakikisha kwamba vinaingia vya kimbingu, vinazuiliwa vya kuzimu, ni mimi niliye mlinzi, ni mwanamke. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, pokea heshima, sifa na shukrani. Haleluya kwa sababu ya neema hii. Haleluya kwa sababu ya nafasi hii. Lakini Zaburi 127:1, Bwana usipolinda mji alindaye kesha bure. Tazama katika udhaifu na upofu tunahitaji neema kama mwanamke. Namwombea kila mwanamke na nafasi hiyo na ulinzi huo uliomweka katika jina la Yesu Kristo. Neema yako, fadhili zako na uaminifu wako uende na mwanamke huyo popote alipo katika sari ya dunia. Ninamuombea neema ya ulinzi pamoja na Kristo. Uwe wewe ukuta kama Zekaria 2:5 ulivyosema. Uwe wewe boma kama neno lako, Bwana. Maana Bwana usipolinda mji alindaye kesha bure. Vilivyo ndani ni vya thamani, wakati mwingine hata tuvijui, lakini wewe mwenyewe unajua. Ninaomba kwa jina la Yesu macho ya mioyo yatiwe nuru. Ninaomba neema ya kuweza kusimama katika kuta hizo ili kuhakikisha kwamba Mungu wa miungu yu Yerusalemu, huyu mwanamume anakuwa sifa duniani. Ninamwombea hivyo kila mwanamke. Ninaomba pia kwa ajili yangu. Ninaomba katika jina la Yesu kwa ajili ya kanisa, na Mungu kafanye katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen.